Yes, Madam Elizabeth. Karibu sana. Shukrani sana. Na tuko hapa kwa ajili ya kuangazia yale mengi ambayo hivi sasa yameendelea kuchukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii kubwa. Mchezo kufahamika ya kwamba tarehe 25 watu watashuka uwanjani. Na jana Simba walipokea taarifa rasmi ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo mnamo tarehe 15. Mambo yamekwenda ndivyo sivyo, ikiwa mpaka hivi sasa Simba hawajatoa taarifa kwa umma ya kwamba wako sambamba na hili ambalo linaendelea hivi sasa. Uwanja wa Mkapa ni uwanja ambao kila mtu anaruhusiwa kuutumia ili mradi tufuate protocol. Kwa hiyo kuomba uwanja Simba kutoka kwenye wizara inayohusika na uwanja sio dhambi, kwa sababu hata Lipuli ana haki ya kuomba, hata Mtibwa ana haki ya kuomba. Akiomba huwezi jua anaenda kufanya nini. Kwa hiyo wizara haiwezi kukunyima uwanja. Kwa hiyo wao wanachokifanya, wamefanya kazi yao. Wizara imefanya kazi yao kumkubalia Simba akafanya mazoezi kwenye ule uwanja, sababu ni uwanja wa mpira ambao kila mtu anaruhusiwa kuutumia na kila timu inaruhusiwa kuutumia. Elizabeth, kwenye barua ambao Simba waliainisha baadhi ya mambo yao, walisema kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo tofauti na tarehe 15. Hivi sasa tunashuhudia mama yetu ameingilia kati na tarehe imepangwa tarehe 25. Wekundu wa Msimbazi Simba, vipi kuhusiana na msimamo na jambo ambalo waliwaaminisha mashabiki na wanachama ya kwamba hawatacheza tofauti na tarehe 15? Wewe unasema mama ameingilia, au umemshuhudia mama anaongea na hao watu? Mama ameingia, ameleta suluhu katika hili. Au umemshuhudia akiwa anaongea nao? Picha zimepigwa. Kwa mimi nikipiga picha na nyie tayari tulikuwa tunafanya mahojiano. Tayari ameenda kuleta suluhu kama alivyoingilia swala la beauty. Swala la beauty kila mtu aliona na ilikuwa live na ilikuwa ni Ikulu. Yanga walivyotoka kucheza fainali ya Algeria wakaitwa na Samia wakapongezwa. Kwa hiyo swala la kusema kwamba mama ameingilia, mimi naweza nikakataa. Kwa nini nakataa? Sababu zile picha hazinipi mandate ya mimi kukubali kwamba mama ameingilia hili swala. Lakini mimi ninachokijua ni kila kitu kimefuatwa ambacho Young Africans alikuwa anakihitaji. Kila kitu kimefuatwa. Young Africans mara ya mwisho amekutana na bodi ya ligi na TFF, waliwapatia option zao kwamba mkihitaji tucheze, tunahitaji 1 2 3. Na mkihitaji tucheze, mkiwa mmeshatimiza hivyo vitu, tunaomba tarehe ipelekwe mbele, kwa sababu ndani ya hii wiki tulionayo mkiyashughulikia hayo yote alafu mkatuambia tukacheze, itakuwa haitoshi, kwa sababu huu mchezo unahitaji maandalizi na sisi ndio wenyeji. Lakini hapo watanioni walikwenda mbali na kusema hawatakuwa tayari kucheza mchezo huo tofauti na tarehe 15. Sasa hao watani wanatakiwa wahojiwe wao wenyewe. Mimi siwezi kuwasemea. Wanauliza ni kanuni ipi na sheria ipi iliyotumika kusogeza mbele mchezo huu. Na sisi tukiuliza ni kanuni ipi na sheria ipi iliyotumika kuahirisha mchezo Machi 8, wanaweza wakawa na majibu. Kwa hiyo hayo maswali ingekuwa nzuri zaidi mkawauliza wenyewe kwamba ilikuwa hivi na hivi, mlifanya hivi na hivi. Kwa hiyo kuwaongelea au kuwazungumzia mimi sio kazi yangu. Sio kazi yako. Young Africans aina ya misimamo ambayo ilionayo, baadhi ya matakwa ambayo tuliona yameainishwa yameweza kutekelezeka. Hii inaonyesha ukubwa wa Young Africans. Wengine wanakwenda mbali na kusema Young Africans ndio kila kitu kwenye mpira wa Tanzania. Sijasikia mtu akisema hivyo, lakini mimi ninachojua sio Young Africans aliyoshinda, kanuni ndio zimeshinda. Na mpira wenyewe, kwa sababu kanuni ndio zilishindwa kufuatwa tangu tarehe 8. Yanga akagoma akasema hatuwezi kucheza kihuni wakati kuna mwongozo ambao ulishawekwa kwa ajili uweze kutuongozea mpira. Wale bodi ya ligi na TFF wamewekwa kwa ajili ya kusimamia mwongozo ambao wangekuwa wanaongoza kwa matakwa yao kama wanavyoongoza familia, usingeona kwamba kanuni inafanya kazi. Lakini badala yake Young Africans alisema siwezi kucheza kwa sababu mpira umeainishwa pasipo kwa kufuata kanuni. Kwa mimi nadhani kilichoshinda ni mpira na kanuni zake. Kanuni ambazo vilabu 16 vilikaa vikajiwekea pamoja na mamlaka za mpira. Kwa hiyo Young Africans yeye alikuwa anaenda kusimamia kanuni ambazo zimewekwa, kwa sababu unatakiwa utambue muda anaweka kanuni na Young Africans alikuwepo. Kwa protocol zote walizozifuata muda wanatengeneza kanuni, Young Africans anazijua. Kwa hiyo kitendo cha Young Africans kugoma au kukataa kwamba
sitocheza mpaka nipate watu fulani wajiuzuru au nipate ripoti, alikuwa yuko sahihi. Sisi wengine tulikuwa tunaambiwa, kwa sababu siku anatengeneza kanuni hatukuwepo. Ulikuwa ni uongozi wa vilabu 16 na mamlaka za mpira ndio walikaa chini wakaorganize kanuni, ni ipi waitoe, ipi waiongeze, nani atakayeenda against na hii kanuni aweze kuadhibiwa, adhabu yake ni hii. Kwa hiyo mimi nadhani kilichoshinda ni kanuni na mpira. Wanasema kuna kiongozi ambaye alipiga simu na kueleza kwamba Simba wasiingie uwanjani. Kiongozi huyo ameshabainika, aidha ya kwamba waliong'atuka kwenye ngazi ya uongozi wanatosha kutimu mpira wetu wa Tanzania. Mimi nadhani kitendo cha waliong'atuka kwenye mpira na wanaoendelea kung'atuka ndio wao wameendelea kumficha huyo aliopiga simu. Kama wangemtaja wao pengine wangeendelea kusurvive kwenye mpira, kwa sababu sisi tungewaacha waendelee kuwepo kwenye uongozi, alafu sisi tukadili na yule aliyepiga simu, ili mradi tu wangemtaja wakatuletea na vithibitisho. Lakini wameshindwa kumtaja, sisi tumedili nao wao watupishe, kwa sababu ukimjua mwizi ukamficha, maana yake na wewe ni mwizi, kwa wewe lazima uwajibishwe. Ndio maana hata ukipita ukakuta kuna sintofahamu, aidha kuna mtu amekufa au kwa kuuawa, kwa kuchomwa kisu, ukiwa unashangaa ukikutwa pale na mamlaka za usalama, wewe ndio unayeondoka. Baada ya mchezo kupangiwa, baada ya jana kuonekana taarifa ya kwamba mchezo tarehe 25, Yanga Africans wakaposti katika mitandao ya kijamii kuhabarisha umma mchezo tarehe 15, hii haina kipengele. Wanayanga wengi walionekana kufurahi sana. Kitu gani ambacho kwa kinawafurahisha mashabiki wa Yanga? Ni muda mrefu Mai wao alikuwa anawakimbia kimbia. Kwa hiyo kila kitu kimeenda sawa. Young Africans alikuwa na kila sababu na alikuwa na haki ya kuposti vile, kwa sababu yeye ndio mwenyeji wa mechi. Kwa hiyo Young Africans kufurahi, mashabiki zao kufurahi, ni kwa sababu walikuwa wanautamani mchezo. Lakini mchezo unapoutamani watakiwa ufuate kanuni na sheria. Sio kwamba Young Africans wao walikuwa wanasema kwamba hatuchezi basi wakiwa wanafurahia. Walikuwa wanasema hatuchezi ili mradi tu kanuni na sheria zifuatwe, au kanuni na sheria zimeshindikana kufuatwa, watu walioshindwa kufuata kanuni na sheria wajiengue, alafu mechi ipigwe. Lakini sio kwamba mechi ilikuwa inasema kwamba haipo, kwamba hata kama watu wakiajibishwa, kanuni zikifuatwa, kwamba haitachezwa. Umeelewa? Kwa hiyo Young Africans ni timu ambayo haisumbuliwi na Simba. Umeelewa? Kwa hiyo muda wote Young Africans hata asipofanya mazoezi, uwezo wa kumfunga Simba anao. Wana kukutana kwenye mchezo ambao utakwenda kutoa hatima, kwa maana ya kwamba mchezo utakaoenda kukufungia dimba. Utakuwa ni mchezo wa namna gani ikiwa mtani wako anataka kuondoa uteja dhidi yako, umeweza kupata matokeo mbele yake mara 4 mfululizo? Ni mchezo wa maamuzi ambao nadhani kombe litakuwa uwanjani. Kuna mechi 3 ambazo zimebaki, si ndio? Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ni mchezo wa maamuzi. Utasema ni mchezo wa maamuzi kama hizi mechi 2 zitakuwa zimepita na kila mtu akawa ameshinda mechi zake. Lakini vipi akipoteza kwenye hizi mechi 2 halafu ndo mechi ya mwisho ikawa? Kwa hiyo mimi nadhani huwezi kusema moja kwa moja kwamba ndo mchezo wa maamuzi. Hapa katikati bado pana mechi 2. Tarehe 18 kesho kutwa pana mechi 2. Yanga anaenda kucheza na Tanzania Prison, Simba anaenda kucheza na Ken Gold. Wote wanaelekea Mbeya. Wote wanacheza siku moja. Kwa hiyo ni vile kila mtu anatakiwa ashinde mechi yake, ili aone mwisho wa mechi ambayo itakuwa ni ya mwisho ya dabi atavuna nini. Kwa sababu ikitokea Young Africans ameshinda mechi zake za hapa katikati, mechi anayoenda kumaliza ni dhidi ya Simba, Young Africans ataenda kutafuta sare peke yake. Umeelewa? Kitu ambacho ni tofauti na kwa Simba. Simba akishinda mechi zake 2 hapa katikati, mechi ya mwisho anamface Young Africans, anaenda kutafuta ushindi peke yake. Umeelewa? Kwa hiyo Simba atakuwa na pressure zaidi ya Young Africans, kwa sababu Yanga anaenda kutafuta sare ambayo hata kama ni ya magoli, sio ya magoli, ili mradi tu alama moja inampa ubingwa. Na Young Africans anaenda kutafuta ubingwa wake wa mara ya 4 mfululizo. Simba anaenda kutafuta ubingwa wake wa kwanza baada ya kupoteza misimu 3 iliyopotea. Kwa hiyo mimi nadhani kila mtu ana challenge kwenye hizi mechi zilizobaki. Shabiki na wanachama wa Young Africans mmeridhishwa juu ya kilichoamuliwa siku ya hapo jana, ikiwa kizungumza hatuchezi.
No, kwani sisi kitu kilichoamriwa ni kipi? Kilichokuwa kimeenda kusaidiwa pale ni mpira uchezwe. Lakini mama hawezi kuingilia sakata la bodi ya ligi na Young Africans. Mama hawezi kuingilia, no, mama hawezi kuingilia sakata la Young Africans na TFF. Mama ameenda kuongea swala la mechi kuchezwa. Umeelewa? Kwa hiyo bado kesi ya Young Africans na TFF iko pale pale. Umeelewa? Ndio maana nakupa sasa hii exclusive za chini kabisa. Jumatatu panatakiwa pawe na kikao baina ya TFF, Young Africans, TRA na TAKUKURU. Hiyo inalenga nini? Umeelewa? Kwani hapa katikati kuna sakata la TFF na Yanga? Kwa hiyo ndio maana nakwambia hivi, mama alichoenda kukiponyesha ni mpira. Na mama kushauri mpira uchezwe sio dhambi. Kwa sababu hata ukienda FIFA ukiingilia kuvuruga mpira usichezwe ndo dhambi, lakini ukiingilia kusababisha mpira uchezwe sio dhambi. Kwa mimi nadhani mama alichoenda kukiamua ni kwenda kuponyesha mpira na sio kuingilia sakata la bodi ya ligi na Yanga, sakata la TFF na Yanga. Wamekuwa wanalalamika wakisema kwamba mnasikilizwa sana kuliko wao, kwamba matakwa mliyotaka yote yamefuatwa na ukimya umeonekana kwenye viunga vya Msimbazi. Taarifa kwa umma zimeonekana ni kimya. Mnawaona watani wenu kuleta timu siku ya tarehe 25? Sasa ni yeye achague, alete timu ili tumfunge kihalali au asilete timu ili tuondoke na alama 3 ambazo tutakuwa tumepewa. Chaguo ni la kwake. Mimi namshauri tu awatunze wachezaji wake vizuri ili isije kafika tarehe 25 akaanza kulalamika mara akaanza kuleta tena kipengele. Waendelee kumtunza na wampe chakula ashibe. Ili atakapokuja kukutana na Kibwana Shomari asije kalalamika. Wala la mwisho kwa mashabiki wa soka na wana Young Africans, tukutane tarehe 25. Tarehe 25. Karibu.